Ni kuombe uchukue sekunde chache kusubscribe channel hii ili kuendelea kupata ripoti zetu zote kali kila siku. Asante. Jeshi la Israel limethibitisha kufanya mashambulizi ya anga dhidi ya makao ya usalama katika maeneo tofauti ya mji wa Tehran, huku operesheni za kijeshi zikiendelea katika maeneo kadhaa ya Iran. Kwa mujibu wa shirika la habari la Harana, Human Rights Activists News Agency, lenye makao yake Marekani, watu 1097 wanadaiwa kufariki tangu mashambulizi ya Marekani na Israel yalipoanza Jumamosi, hali inayoongeza hofu na taharuki miongoni mwa raia. Wakati huo huo, Israel imeendelea na mashambulizi yake nchini Lebanon na kutoa onyo kali kwa wakazi wa kusini mwa Beirut kuondoka mara moja ili kuepuka hatari ya mashambulizi mapya. Katika tukio jingine, drone ya Iran iliripotiwa kushambulia ubalozi wa Marekani mjini Dubai siku ya Jumanne. Video zilizosambaa mitandaoni zinaonyesha moto na uharibifu katika eneo la ubalozi huo. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani, Marco Rubio, alisema, "Mabalozi yetu na taasisi zetu za kidiplomasia ziko chini ya shambulio la moja kwa moja kutoka kwa utawala wa kigaidi," akisisitiza kuwa mzozo huo sasa unatishia si tu raia wa kawaida, bali pia wafanyakazi wa kidiplomasia wa Marekani katika eneo hilo. Kutokana na hali hiyo, hatua za dharura zimeanza kuchukuliwa kimataifa. Serikali ya Uingereza imethibitisha kuandaa ndege ya kuwarejesha raia wake kutoka Muscat, safari itakayoondoka saa 23 kwa saa za huko, 19 GMT, ikiwa ni sehemu ya juhudi za kuwaokoa raia walioko hatarini. Mashambulizi haya ya karibuni yanaashiria kuongezeka kwa mvutano wa kijeshi katika eneo la Mashariki ya Kati. Idadi kubwa ya vifo vya raia inaonyesha athari nzito za kibinadamu na kiusalama, huku wachambuzi wakionya kuwa operesheni za kijeshi za Israel na Marekani zinaweza kuchochea zaidi mzozo na kuibua hatua za kulipiza kisasi kutoka pande husika.